Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei jana Jumatatu Oktoba 20 mwaka 2025 alikataa pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kufufua tena mazungumzo ya nyuklia kati ya nchi hizo mbili. Pendekezo hili lilitolewa na Trump baada ya kudai kwa Marekani ilifanikiwa kuharibu uwezo wa nyuklia wa Irani kupitia mashambulizi ya kijeshi na vikwazo mbalimbali. Hata hivyo, Khamenei alijibu kwa kukataa madai hayo akisema kuwa hayakuwa na msingi na hayana ukweli. Kauli ya Khamenei ilikuja baada ya mfululizo wa mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yalijumuisha duru 5 za mazungumzo ya moja kwa moja, ambapo mataifa ya Magharibi hasa Marekani yalilenga kushinikiza Irani kukubali mabadiliko katika mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Hata hivyo, mzunguko huo mazungumzo ulimalizika bila mafanikio yoyote baada ya mashambulizi ya angani yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya maeneo muhimu ya nyuklia nchini Irani, hali iliyozidisha mivutano na kuathiri ufanisi wa mazungumzo haya. Mashambulizi hayo yalidumu kwa takriban siku 12, yalikuwa na lengo la kudhoofisha uwezo wa Irani katika maendeleo ya nyuklia, huku Marekani na Israel zikidai kwa Irani ilikuwa ikikaribia kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Irani imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani pekee, hasa kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya kiraia. Irani pia inadai kuwa urani wake wa juu umejumuishwa kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme na matumizi mengine ya kiviwanda na si kwa ajili ya kutengeneza silaha za maangamizi. Katika hotuba yake, Khamenei alisisitiza kuwa Marekani haina haki ya kuingilia mpango wa nyuklia wa Irani na alikosoa vikali hatua za Marekani za kutumia nguvu na vikwazo dhidi ya taifa hilo. Alisema kuwa hatua hizi za kiuchumi na kijeshi za Marekani ni za kulazimisha na hazikubaliki kimataifa. Aliongeza kuwa Irani haitakubali mazungumzo yoyote ambayo yangejumuisha masharti ya kudhoofisha au kudhibiti uhuru wake wa kiteknolojia na kisiasa. Kwa upande mwingine, mataifa ya Magharibi hasa Marekani pamoja na washirika wake wamekuwa wakishuku kuhusu azma ya Irani kuwa na silaha za nyuklia, licha ya kwamba Irani imeweka wazi kwa lengo lake ni kuendelea na maendeleo ya kiviwanda na uzalishaji wa nishati ya umeme. Mashaka haya yamekuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu usalama wa Mashariki ya Kati na mashinikizo ya kimataifa yaliyosababisha vikwazo vikali dhidi ya Irani. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, Irani imejibu vikwazo na shinikizo la kimataifa kwa kuendelea kuimarisha programu yake ya nyuklia, ikiongeza kiwango chake cha urani, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa katika jamii ya kimataifa. Hata hivyo, Irani imedai kuwa inaheshimu masharti ya mkataba wa JCPOA, ingawa baadhi ya vipengele vya mkataba huo vilijitokeza kama masuala tata baada ya Marekani kujitoa kwenye mkataba mwaka 2018 chini ya utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump. Kwa sasa Irani inakataa kubadili mwelekeo wake wa kinyuklia na inaendeleza kuhimiza juhudi za kidiplomasia na kijeshi ili kulinda haki yake ya kujipatia nishati ya nyuklia na uhuru wa teknolojia. Khamenei amesisitiza kuwa taifa hilo halitakubali kuingiliwa na nguvu za kigeni na kwamba Irani iko tayari kuendelea na maendeleo yake ya kiufundi, ikiwa ni pamoja na katika sekta ya nyuklia kwa manufaa ya raia wake. Kwa upande wa kimataifa, mjadala kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani unaendelea kuwa jukwaa la mvutano, huku mataifa mbalimbali yakijaribu kufikia suluhu. Hata hivyo, kauli ya Khamenei inaonyesha wazi kwamba Irani haiko tayari kuacha au kupunguza juhudi zake za kinyuklia kwa shinikizo la kimataifa, na badala yake itaendelea kudumisha msimamo wake wa kisiasa na kiuchumi licha ya vikwazo na mashambulizi ya kijeshi. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba wa Bahari.